Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira min yawmina hadha ila yawmiddin, amma ba'd. Tukiwa katika mwendelezo wa kuendelea kupeana nasaha mbalimbali, mafunzo mbalimbali ya dini yetu, lakini tukiwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi itakuwa ni vizuri tukigusia zile pointi ambazo zikihusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kukumbushana na tuyafanyie kazi, tuweze kuyatumia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kupata faida. Tumeanza Ramadhani, lakini bado tupo ndani ya 10 la mwanzo, 10 ambalo ni 10 la rahma. Katika maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyogawanya funga ndani ya 10 matatu, akasema awwaluhu rahma, mwanzo wake hiyo funga Ramadhani kuna rehma, lakini katikati yake kuna maghfira. Mwanzo kuna rehma kwa maana ile 10 la mwanzo ambalo bado tupo ndani yake, bado una fursa ewe mwanadamu, bado una fursa ya kuzipata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya 10 la mwanzo. Lakini 10 la kati ni 10 la maghfira, ni 10 la watu kusamehewa kutokana na madhambi mbalimbali ambayo wameyafanya, na 10 la mwisho la tatu ni 10 la itqu minan nar, ni 10 la kuachwa huru kutokana na moto. Sasa tujifunze baadhi ya hekima ambazo hekima hizo tunaambiwa ni hekima za funga. Hekima za funga, kwa maana kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifaradhisha funga juu ya Waislamu. Kwanza kabisa tufahamu kwamba hii funga haikuanzia kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hii funga ilianzia hata katika umma za nyuma. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, wenye ambao wameamini imefaradhishwa kunini funga kama ilifaradhishwa juu ya wale ambao waliopita kabla yenu, kwamba nao pia walifunga, lakini nyinyi pia mnatakiwa mfunge. Lengo la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na kusudio ya funga tunaambiwa i'lam anna al-maqsuda min as-sawmi imsaku an-nafsi an hasisi adatiha. Fahamu kwamba makusudio ya hii funga ni kuizuia nafsi kuyafanya yale ambayo ya ada yake, kawaida yake, na kuizuia nafsi kuyaendea yale ambayo ni matamanio yake. Hiyo ndio makusudio ya funga. Mazoea yake, kwamba mtu amezoea kwamba ikifika asubuhi anapata chai, anapata vitafunwa mbalimbali anavyopenda yeye, kama katresi, sio kama chapati, kama mandazi, vyote hivyo ambavyo anavipenda yeye anavipata. Lakini sheria ilivyokuja kwamba kuanzia tuluu al-fajr ila ghurubi shamsi usiviguse hivi, japokuwa ni riziki yako ya halali, japokuwa umepata katika njia ya halali, lakini unaambiwa kwanza hivi viache ila ghurubi shamsi, mpaka jua lizame, na ndio uanze kutumia vitu hivyo. Kwa hiyo nafsi inakwenda kuzuiliwa kuyafanya yale ambayo ni ada yake.
nafsi inakwenda kuzuiliwa, lakini kuyaendea yale matamanio yake ya halali, matamanio ya halali unazuiwa kwamba usiyaendee. Mke wa halali unaambiwa kwamba katika muda huu ambao umefunga kwanza umuache, kwa maana usimguse. Sio kama umuache kwamba ndio umpe talaka, hapana, maana isije kuelekea vibaya. Umuache kwa maana ni kwamba katika muda huo min tuluu al-fajr ila ghurubi shamsi, wakati huo utakiwi kuliendea lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuhalishia. Kwa muda huo utakiwi kuliendea mpaka muda huu upite wa saumu, ndio umeruhusiwa sasa uliendee. Sasa yote hii ni katika hekima ya funga. Lakini pia kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba lengo la funga ni ucha Mungu. Ucha Mungu maana yake ni kukatazika, ni kusikiliza na kuzitii amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukawa umekatazika kuyaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu amesema usiyaendee. Sasa utakuta kama katika Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulazimisha usiliendee lile ambalo katika baada ya Ramadhani umeruhusiwa kuliendea. Anakulazimisha kwamba na hili pia usiliguse. Yale ya haramu ndio kabisa, yale ya haramu ndio kabisa. Ukiyafanya nje ya Ramadhani dhambi, ukiyafanya ndani ya Ramadhani ndio dhambi kabisa, yale ya haramu. Kwa hiyo hekima yake hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka wewe lile ambalo linafaa kwako, ni halali kwako, ndani ya Ramadhani usilitumie mpaka pale atakapokupa ruksa ila ghurubi shamsi, ndio uliendee. Sasa hii inaonyesha namna gani waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaonesha utulivu wa hali ya juu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba hawayaendei yale ambayo yanafaa pia wayaendee. Hapa mwanadamu anafundishwa, hapa nafsi ya mwanadamu inatengenezwa ili ule ucha Mungu ambao Mwenyezi Mungu amesema la'allakum tattaqun uje kuwa ucha Mungu thabiti kabisa. Lakini nafsi pia inapenda ukubwa, nafsi pia inapenda ujuu, nafsi inapenda kujikweza. Asa haya yote haya, ukubwa, ujuu, kujikweza, ni vitu ambavyo vinakuwa ni vikwazo, vinaizuia nafsi kufikia katika ile daraja ya hali ya juu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka nafsi ifike. Itafikaje hapo? Huwezi kufika hapo ikiwa wewe unapenda kula. Ndio imekufunga sasa, ili ukae na njaa, nafsi yako iumize, ili iweze kufikia katika daraja ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka uifikie nafsi hiyo. Hiyo nafsi ikiwa imefunga, anasema hiyo nafsi ikiwa imefunga itakuwa ndio sababu ya kufikia katika tawadhu, itanyenyekea. Akatoa mfano hapa kwamba hata wale mabwana wakubwa wacha Mungu wale, utakuta wameweka utaratibu wa funga katika baadhi ya adiyat, katika dua zao. Dua hii kabla ya kufanya basi anatanguza kwanza funga kwanza, anafunga funga zile za wiki, funga zingine siku 3 siku ngapi, anafunga kwanza, alafu ndio anaiendea haja yake fulani kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hii funga ina maana kubwa sana, hata katika miezi ya kawaida tofauti na mwezi wa Ramadhani, kwamba ukiwa na shida yako ukiambatanisha na funga, ukafunga kisha baada yako ukamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna hadithi ambayo itakuja hapa mbele inaelezea kwamba dua ya mwenye kufunga ni dua ambayo yenye kukubaliwa, hairudishwi. Umefunga alafu ukamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio mambo ambayo
wale mashekhe wakubwa wale na bwana wakubwa walikuwa wakiyafanya. Wanasema visimamo vya usiku, wanafunga sunna mbalimbali, alafu ndio wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na hajati zao. Kwa hiyo utakuta kwamba umma huu wa sasa hivi tunasema kwamba hatujibiwi dua zetu kwa sababu tumeendekeza mbele sana masuala ya kula. Hatutengi muda, zile sunna mbalimbali za kufunga tunaziacha katika miezi ya kawaida, hatufungi. Kifunga Ramadhani kama hivi, ukimaliza ndio imetoka tena hiyo. Hauna sita min Shawwal, hauna Jumatatu na Alhamisi, hauna yaumi Arafa, hauna, upo tu. Sasa haya yatakiwi. Anasema walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna shayatina yahumuna ala qulubi bani adama la nadharu ila malakuti samawati, lau si kama hakika mashaitani hawa wanazogelea nyoyo za wanadamu, wanazichezea wanavyotaka wao, basi hao wanadamu wangeweza kuangalia ufalme wa mbingu, lakini wanashindwa kuangalia ufalme wa mbingu. Kwa sababu gani? Wana mashaitani hawa wanachezea nyoyo za wanadamu vile wanavyotaka. Sasa hekima ya funga ya mwezi wa Ramadhani ni kumziwia huyu shaitani asiweze kuzichezea nafsi za wanadamu. Hatoweza kuchezea nafsi za wanadamu, na ndio maana idha dakhala Ramadhan, wakati Ramadhani inapoingia, hawa wote wanafungwa minyororo ili wasiwachezee wanadamu. Wanafunga sufilat shayatini, milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, mashaitani wanafungwa minyororo ili watu waweze kufanya vizuri ibada ya funga, ili watu watengeneze nyoyo zao vizuri. Lakini baada yako wakitoka ndani ya mwezi wa Ramadhani waweze kuishi na utaratibu huu hata katika miezi ya kawaida, basi zile funga za sunna ufunge ili uweze kujitengenezea nafsi yako, ili shaitani asiwe na nguvu katika kuichezea nafsi yako.